Na sisi mawakili kwa upande wetu, nikizungumza kama wakili, tuko katika muhimili huo wa nini? Wa mahakama. Tunaitwa maafisa wa mahakama. Kwa hiyo inatakiwa kwamba muhimili huo ujitegemee. Na mtu anapokwenda katika mbele ya sheria lazima achukuliwe hana hatia, na mpaka hatia yake inapokuwa ifanya nini? Imethibitishwa. Lakini mkuu wa mkoa yule Albert Charamila akatamka aliyatamka. Kamanda Mlilo, Jumanne Mlilo akatamka aliyatamka, na polisi wakaenda wengi sana pale wakafanya waliyofanya, ambayo ni matendo kama sisi kama chama Chadema tunasema hatutayafumbia macho, tutayashughulikia kamilifu, ili kwamba tuhakikishe kwamba kila mmoja wetu anaheshimu ibara ya 13 ya katiba ya nchi yetu, ambayo inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ya ubaguzi wote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Haijasema rais juu ya sheria. Haijasema kwamba zaidi sio juu ya sheria. Haijasema IGP yuko juu ya sheria. Haijasema kiongozi wa Chadema yuko juu ya sheria. Haijasema kiongozi wa CCM yuko juu ya sheria. Lakini viongozi hawa ambao wanapochukua madaraka yao, kabla kuchukua madaraka uwapa mbele yetu na mbele ya mkubwa anayewapisha kwamba wataiheshimu, watahifadhi, kuitetea na kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Matendo yao inabidi yapimwe. Je, wanaviishi viapo vyao? Sasa watu wamekuja ile siku, wameweza kuangalia watu wakazuiwa. Sasa katika kuja, baadhi ya wanasheria na wanazuoni nguri kabisa, siku ya Jumamosi ile na Jumapili, siku ya kuamkia Jumapili na kuamkia Jumatatu, wakazuiwa wasiingie katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Martha Karua ambaye mmemsikia, Faith na wakawa wamekataliwa. Na baadaye tena huyu Martha Karua alikuwa hata waziri wa sheria wa Kenya, na ni mwanasheria nguli wa huko Kenya, lakini anafahamika katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara letu la Afrika na ulimwenguni. Nakuja Dr. Wile Mutunga. Huyu alikuwa ni jaji mkuu wa kwanza wa Kenya baada ya kuwa na katiba mpya ya 2010. Na ameweka msingi wa mfumo wa mahakama ya Kenya kuwa jinsi ulivyo. Ndio alikuwa anaunda mahakama ile upya. Lakini huyu vile vile kasoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni wale miongoni mwa Wakenya ambao walikuwa wanakuja wakati tunabadilishana wanafunzi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao walisomea katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wenzake na kina Isa Shivji. Anafika hapa Tanzania anakatazwa. Anakataliwa, anarudishwa. Alafu unategemea kwamba mambo haya ni yataishia hapo hapo. Vile vile mmemsikia na huyo kijana huyo mwingine hapo jamaa ameshikwa, Boniface Mwangi na yule dada Anet Arugaire, ambao wamefanywa vile vile leo ndio tunaambiwa kama wameondolewa. Lakini jinsi ambavyo huyu Boniface alivyofuatwa pale katika hoteli ya Serena na akawa yuko hatarini, watu hawajajitambulisha sawa sawa, au viongozi wanataka kwamba atoke nje, uongozi hata wa hoteli haujui, mpaka ikabidi pale jana asubuhi amefanya, ilikuwa ni mzingo wa fracas, watu wakashangaa, wageni wanashangaa, mtu anataka kushikwa mtero, uongozi wa hoteli haujui. Mpaka baadaye wanasheria wako pale ndio wamepambana, yule mtu akakimbia kwa wanasheria pale, na kiongozi wa ulinzi wa hoteli akasema kwamba amwezi kumchukua mtu bila kujitambulisha nyinyi akina nani. Kwa hiyo tuna taratibu, PGO inaelekeza namna mtu anatakiwa kushikwa, lakini wenzetu hawafuati hivyo. Kwa hiyo Chadema kama chama kinalaani yale yote ambayo yalitokea, kinalaani viongozi wa polisi na ndio ambao walishiriki katika zoezi zima, watu wa uhamiaji, watu wa polisi ambao walikwenda kufanya zoezi la kumshika washika wale watu bila kufuata taratibu za sheria. Unapokuwa kama nchi, unapokuwa ni jumuiya ya kimataifa, unatakiwa uendane na kanuni na misingi au na yale maadili ya mtu ambaye amefanya nini, amesashishika, ameungwanika. Yanasema kwa Kiingereza kwamba you are a civilized person. Sitaki kutumia neno ustaarabu kwa sababu si sawa sawa. Ni mtu watu ambao wameungwanika. Ndio kusema ustaarabu, ndio anasema Ustaafrika, mwingine anasema Ustauraya. Sio sawa sawa. Kwa hiyo ni mtu ambaye jamii ya watu ambao wameunganika, mataifa ambayo yana tamaduni na tabia na mienendo ambayo inaonekana kama huyu mtu sasa si mtu anaishi, si mtu hayawani,
bali ni mtu ambaye amejamiika, amekaa sawa sawa na wenzake wengine, mwisho wa siku akaraihika na kuwa mtu wa ulimwengu ambaye anaendana na tabia za nini, za watu ambao ni waungwana, na ni mojawapo ya sifa ya kuwa taifa. Sasa mtu anaposhikwa kinyume cha taratibu, sheria zetu zinasema watu wanapotaka kumshika mtu lazima wafuate taratibu, lakini si wanaofuata. Tumeona matukio ya watu kupotezwa, wanashikwa wanapotea, na tuna wenzetu, tuna kesi ya kina Mdude hatujui yuko wapi mpaka hivi leo, Deus Soka hatujui, Ali Kibao alishikwa kwenye basi, mpaka leo polisi hata upelelezi hujafanyika, wameshikwa watu wengi wamepotea, mwisho wa siku wanasema kwamba sio sisi tuliwashika. Hata wanachama wetu wa Chadema walipopigwa hapa wanasema kwamba sio sisi tuliwapiga. Kwa hiyo kuna kukana hata mambo ambayo ni ya wazi kabisa. Lakini mwisho wa siku huyo kijana ametusaidia sana kuweza kujua namna gani vyombo vyetu vya dola vinavyofanya vinavyokiuka kabisa tamaduni na sheria. Sasa unawashika raia wa nchi nyingine unakiuka. Je, unapomshika raia wa nchi nyingine lazima, pengine ni somo kwa polisi, lazima unapomshika raia wa nchi nyingine na una ubalozi wake hapa, lazima umuarifu balozi wa ile nchi. Wenda watu wafahamu hivyo. Ndio kanuni za kimataifa zinavyosema. Lazima mtu yule aarifiwe, ufahamu kwamba ni raia wa nchi nyingine, balozi wake anatakiwa ajue. Sasa kama Boniface Mwangi lazima ushirikishe mabalozi. Sasa imebidi sisi tuanze kuhangaika kuweza kuambia mabalozi kwamba mtu wenu yuko hatarini, ndio mabalozi waweze kwenda. Si kama maarifiwa na serikali yetu. Sawa? Kwa hiyo sisi kama Chadema tunashukuru sana hao watu wote wa jumuiya ya kimataifa ambao walijitokeza kuja kushiriki kesi ya mwenyekiti wetu, na wale ambao wamepiga gharama kubwa kuweza kutoka huko na kuweza kufika hapa. Sio kama sisi tunawalipa, hatuna hizo fedha za kuwalipia hao watu. Wamefika hapa wanafuatilia kwa sababu gani? Wana jukumu la kiubinadamu na kiutu, kwamba kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa. Sasa alafu vile vile tunashukuru wanachama wetu wa Chadema, licha ya yote ambayo ilipotokea, sio kwamba wote waliruhusiwa kuweza kuingia, ni wachache tu ambao waliweza kuruhusiwa kuingia pale mahakamani, na wengine wakakaa kule nje, hata wengine vyombo vilikuwa pale kuweza kuona vizuri. Unaambia kwamba tu waangalie kwenye mitandao ya simu, lakini tunafikiri kwamba inabidi kuomba uongozi wa mahakama kwamba lazima kuwe na nini, waweke hata TV ili watu waweze kuona pale na vile vile waweze kusikia nini kinaendelea. Basi tunawashukuru sana hao watu jumuiya ya kimataifa. Alafu na tunaomba msamaha sana kwa niaba ya Watanzania. Tunaomba msamaha sana kwa wenzetu ambao walipata madhira makubwa, kina Martha Karua, kina Dr. William Mtunga, na watu wote ambao yule Anet, Boniface, Faith, na wote ambao waliondolewa kwa nguvu hapa Tanzania. Tunaomba msamaha sana. Mtusamee sisi Watanzania ambao tunaomba msamaha. Viongozi wetu watakataa kuomba msamaha, sisi Chadema kwa niaba ya Watanzania tunaomba msamaha. Tunasema kwamba mtusamee, ndio hali ambayo tunapitia katika mazingira magumu ambayo tunaongozwa nayo, kwamba haki za binadamu na zile vitu ambavyo tunategemea kwamba tumeshafanikiwa kuvikamilisha na kuwa sehemu ya utamaduni wetu, hivi sasa vinaonekana kwamba tunaanza kupigania upya. Sasa kingine ambacho nataka kuzungumzia ni kwamba sisi Tanzania ni nchi ambayo ilijinasibu tokea mwaka ule wa 60 kwamba tutakuwa nchi ambayo itaheshimu haki za binadamu, ni nchi ambayo itahakikisha kwamba haitakaa na kushirikiana na mataifa ambayo yanakiuka haki za binadamu. Ni kwa hilo na tunapenda wale kwa serikali huenda wengi hawafahamu, kwa sababu nadhani napata shida sana ninapokuwa nawasikiliza kama vitu hivyo wanavifahamu. Mwaka 60 Mwalimu Nyerere alisema kwamba Tanzania haiko tayari kujiunga na Jumuiya ya Madola kama Afrika Kusini itaendelea kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Akasema mchague, mnabakia na makaburu au mnamkaribisha Tanganyika kuwa sehemu ya Jumuiya ya Madola. Lakini Tanganyika itashiriki tu katika Jumuiya ya Madola kama makaburu Afrika Kusini itaondolewa katika Jumuiya ya Madola. Jumuiya ya kimataifa kwa kuona uzito wa kauli ya Tanzania ya Tanganyika ikaamua ikasema Afrika Kusini iondoke. Afrika Kusini iliondoka. Tulikuwa tuna tamaduni ya kupeleka watu wetu waende kufanya kazi kwenye migodi ya Afrika Kusini. Mwalimu Nyerere alisitisha hiyo mwaka 60. Watu wengi sana huko mbele